Zikiwa zimebaki siku chache kabla ya kufanyika kwa mechi ya marudiano ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Stellenbosch ya kule nchini Afrika Kusini itakayokuwa mwenyeji dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, imefahamika kwamba waamuzi kwa ajili ya mechi hiyo ni nani. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza yule atakayepuliza filimbi, yule atakayekuwa mwamuzi wa kati na ambaye atakuwa ameshika hatima ya timu zote mbili. Simba ambayo inakwenda kwenye mechi hii ya Aprili 27 ikiwa na akiba ya ushindi wa bao moja bila katika mechi ya kwanza iliyochezwa kule kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar Aprili 20. Maana yake imetanguliza mguu mmoja finali, na ili ifanikishe mpango wake wa kwenda finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2024-2025, basi huyu mwamuzi wa kati kwa vyovyote vile ameshika hatima yake, kwamba Simba pamoja na ubora utakaoonyesha, pamoja na mipango kazi ya kocha Fadlu Davids, lakini uchezeshaji wa mwamuzi una nafasi kubwa sana katika kufanikisha mipango yake. Vivyo hivyo kwa kocha Steve Becker wa Stellenbosch, mipango yake ni kupindua meza. Simba inaongoza bao moja bila kwa mechi iliyocheza nyumbani kwake. Stellenbosch kwa vyovyote vile mawazo yao ni kuona wanapata ushindi wa zaidi ya bao moja ili wasonge mbele kwa hatua ya finali. Ndio, ukipima mizania timu zote mbili, Simba inahitaji sare yoyote ili isonge mbele, Simba inahitaji ushindi wowote ili isonge mbele. Simba inahitaji kama kufungwa basi kusiwe na tofauti ya zaidi ya bao moja. Ikifungwa bao moja bila, maana yake wanakwenda kwenye mikwaju ya penalty ambazo kwa kawaida huwa hazina mwenyewe. Ikifungwa kwa mabao zaidi ya moja lakini kwa tofauti ya mabao isiyozidi moja, maana yake Simba itasonga mbele kwa faida ya bao la ugenini. Yaani kwa mfano Simba ikifungwa 2-1 itasonga mbele kwa sababu matokeo ya jumla yatakuwa 2-2, Simba itakuwa imenufaika na bao la ugenini. Ikifungwa 3-2 kwa sababu Simba ilishinda 1 bila New Amani Complex visiwani Zanzibar, matokeo yatakuwa 3-3, na hivyo Simba itanufaika kwa bao la ugenini kwa mujibu wa kanuni za michuano hii za shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Sasa mwamuzi huyu aliyeshika hatima ya timu zote mbili katika mechi hii ya pili ya nusu finali kwa ajili ya kuwania nafasi ya kucheza finali na hatimaye kuwania ubingwa ni raia wa Misri, anaitwa Amin Mohamed Omar. Huyu umri wake ni miaka 39. Yes, umri wake ni miaka 39, lakini professional kiweledi yeye ni mwanasheria, ni mwanasheria wa uhakika kule nchini kwao Misri. Kwa sababu hiyo, pengine kwa sababu ya wanasheria wake, Amin Mohamed Omar anasifika, anafahamika kwa juu ya misimamo yake katika uchezeshaji. Kwake yeye nyeusi nyeusi, nyeupe nyeupe. Kwa lugha ya mtaani unaweza kusema hana mbambamba huyu Amin Mohamed Omar, na ana uzoefu wa kutosha katika kuchezesha mpira wa miguu, ikiwamo mechi za kimataifa kama hii inawahusisha wenyeji Stellenbosch dhidi ya Simba, mechi yenye mvuto sana kwa sababu mshindi katika mechi hii wa matokeo ya jumla baada ya mechi ya kule Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex atakwenda finali. Sasa yeye ni mzoefu kwa sababu ameanza kuchezesha mpira wa miguu tangu mwaka 2013. Yes, katika mechi rasmi mbalimbali kule nchini kwa Misri ameanza kazi hii mwaka huu. Ukipiga hesabu vizuri, sasa ni mwaka takribani wa 12 wa 13 tangu aanze kutumikia karia hii, kazi hii ya kuchezesha mpira wa miguu kwa weledi. Lakini kuanzia 2017 Amin Mohamed Omar amepata beji ya FIFA, na tangu hapo yupo katika orodha ya waamuzi wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, akiwa kama mwamuzi mmojawapo wa kutumainiwa kutoka barani Afrika. Yeye yupo katika orodha ya waamuzi miongoni mwa wale waamuzi wanaoaminiwa sana, bora sana kwa kuchezesha vyema kwa kuzingatia weledi. Amin Mohamed Omar. Sasa huyu ndiye atakayekuwa mwamuzi wa kati siku hiyo. Bila shaka Simba chini ya kocha Fadlu Davids wanapaswa kuwa makini katika kucheza kwao, kwa sababu kikubwa zaidi ni kutekeleza mpango kazi wa benchi la ufundi la Fadlu Davids, wachezaji kuzingatia wanaoelekezwa ili mwisho wa siku Simba ipate matokeo inayohitaji. Kuhusu mwamuzi, kama Amin Mohamed Omar atachezesha vile ambavyo mara kadhaa amekuwa akifanya, basi Simba kwa vyovyote vile itakuwa na faida. Yes, kwa sababu kitakachopaswa kufanywa wao ni kutekeleza wajibu wao. Anayecheza vizuri zaidi, anayetekeleza mpango kazi wa benchi la ufundi na kujituma sana, mipira 50 kwa 50 kuiwini, bila shaka Simba
itaweza kupata matokeo inayohitaji kwa ajili ya kusonga mbele kwa hatua fainali, kwa maana ya sare yoyote, ushindi wowote, kama kipigo basi kisizidi bao moja, kwa maana ile tofauti margin. Kuhusu mwamuzi, rekodi inaonyesha si mwamuzi mbaya, ni mwamuzi mzuri, ila yuko makini, very strict, ni mkali katika kutekeleza sheria. Kwa lugha nyingine pia Simba wanapaswa kuwa makini, kwa sababu ujanja wote unaweza kuleta madhara. Lakini taarifa hii ya kuwa na mwamuzi wa aina ya Amin Mohamed Omar ni nzuri kwa mgeni Simba katika mechi hiyo, kwa sababu wenyeji, kama mwamuzi huyu atasimamia kile ambacho amekuwa akionyesha siku zote, Stellenbosch watachotakiwa kukifanya ni kuonyesha kile ambacho amejiandaa uwanjani dhidi ya Simba na si vinginevyo. Hakutakuwa na huruma ama upendeleo wowote, kwa sababu wao ni wenyeji. Hivyo ndivyo ambavyo mwamuzi huyu amekuwa na sifa hii. Hana kashfa na maneno, bali aliyejiandaa ndiye anapaswa kupata matokeo mazuri. Kukitokea linginelo, basi labda itakuwa ni makosa ya kibinadamu, lakini rekodi zinaonyesha ni mwamuzi makini sana, ni mwamuzi ambaye husimama katika sheria, taratibu za mpira wa miguu na kanuni zake. Sasa kwa rekodi zake, kwa mfano mechi 6 zilizopita zikiwamo za AFCON, huyu mwamuzi Amin Mohamed Omar katika mechi hizo 6 kuonyesha kwamba amekuwa mkali kiasi gani. Red cards, kadi nyekundu ametoa 3 katika mechi 6 tu, ambazo mimi nazifanya kama rejea za hivi karibuni, hususan zile za AFCON. Toa kadi 3 nyekundu, lakini ametoa kadi za njano. Kadi za njano katoa 13 huyu Amin Mohamed Omar. Lakini sio hilo tu, penalty katoa penalty 3. Yes, katika mechi hizi 6 ambazo mimi ndio nazihesabia kama rejea, sijahusisha mechi zote alizowahi kuchezesha kimataifa, nahusisha mechi 6 tu, katoa penalty 3. Penalty hizi ni pamoja na mechi iliyohusisha Nigeria dhidi ya Afrika Kusini, lakini kuna mechi kati ya Madagascar dhidi ya Guinea. Hizo mechi mbili peke yake alizalisha penalty 3, kwa maana kwamba penye penalty anaamuru kuwa ni mpigo la penalty. Lakini Amin Mohamed Omar katika mechi hayuko peke yake. Miongoni mwa wasaidizi wake ni wale wa chumba cha VAR ambao nao ni raia wa Misri. Hawa ni nane. Kuna Mahmoud Ashur, yeye ni miongoni mwa waamuzi wa kile chumba cha VAR, video assistant referees, ambao kwa kutumia teknolojia watakuwa wakimsaidia huyu mwamuzi mkuu wa kati Amin Mohamed Omar. Kwa hiyo Mahmoud Ashur atakuwa katika chumba cha VAR, sio peke yake, atakuwepo pia na Mahmoud Al-Banna, naye ni raia wa Misri, katika kuhakikisha VAR inafanya kazi yake kwa ufasaha ili kumsaidia mwamuzi wa kati katika matukio, kwa mfano ya uwezekano wa kutolewa kwa kadi nyekundu, matukio kwa mfano ya offside na kadhalika. Sasa je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri katika siku hii ya Aprili 27, ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wanashuka dimbani wakiwa na peperusha bendera ya Tanzania kuhakikisha wanapata matokeo ya jumla yenye kuwawezesha kutinga hatua ya fainali na hatimaye kuwania ubingwa katika mechi ya fainali. Stellenbosch hawatakuwa wepesi hata kidogo. Hii si mechi nyepesi, kwa sababu wao kwanza wanacheza wakiwa hawana cha kupoteza. Hatua waliofikia kwao kwa historia yao wakiwa wameanzishwa mwaka 2016 mwezi wa 8, manake ni kwamba wakishiriki michuano ya CAF kwa mara ya kwanza wamefika pakubwa mno mpaka nusu fainali. Kwa sababu hiyo cheza yao itakuwa ya kujituma sana, kama walivyoonyesha katika mechi za robo fainali walipowatoa mabingwa watetezi Zamalek. Pale Zanzibar Simba ilikamata mchezo kwa kiasi kikubwa. Tatizo likawa katika kutumbukiza mpira wavuni, kwa sababu nafasi wajitenzea nyingi. Simba wakapiga mashuti 21, Stellenbosch walipiga mashuti 5 tu. Simba katika mashuti 21 yaliyopiga 5 yalilenga shabaha, wakafunga goli 1 tu, huku wakipoteza nafasi za wazi 6, ikiwamo ya kuelekea mwishoni mwa mchezo dakika 6 za muda wa nyongeza. Huyu Jasha huwa alikosa goli wazi akiwa tayari ameshampiga chenga golikipa Oscarin Masuluke wa Stellenbosch. Lakini Stellenbosch kwa mechi walipiga mashuti 5, moja on target, walikamatwa haswa. Je, katika mechi hii sasa wakiwa nyumbani Stellenbosch nini watafanya? Simba nini watafanya? Ni matumaini kwa Tanzania kwamba Simba watafanya vizuri ili wasonge mbele, lakini ni kwa kuzingatia kwamba kuna mwamuzi makini pale katikati, hana masiara, huyu Amin Mohamed Omar. Lakini mwisho wa siku walivyojipanga chini ya kocha Fadlu Davids kiufundi dhidi ya Steve Becker wa Stellenbosch, kocha huyu wa kule nchini Afrika Kusini,
ni dhahiri kwamba Simba wanayo nafasi sasa ya kwenda fainali, kwa sababu mwamuzi hatarajiwi kuwa kikwazo kwao katika kutimiza kile ambacho wanasimba wanakihitaji, Watanzania wanakihitaji, kwenda fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2024-25. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuiunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.